hitimisho la mjadala namba 3 ambao inasema mtu anayemtegemea Mungu hashindwi kuyafikia mafanikio. Mtu anayemtegemea Mungu, na kwa sababu lilikuwa ni hitimisho, kwa hiyo tumehitimisha kwamba ni kweli kumtegemea Mungu, mtu anayemtegemea Mungu hawezi kushindwa kufikia mafanikio, kwa sababu Mungu ni mwaminifu, Mungu ni mwenye nguvu, Mungu ni mwenye rehema na anawasaidia wale wanaomwamini. Umeona? Kwa hiyo kwa sababu Mungu ni mwaminifu, hawezi kukuahidi kitu alafu asitimize. Lazima tu atakufanikisha kama utamtegemea, kwa sababu ameahidi kwamba atakufanikisha kwa namna yoyote ile. Kwenye njia zako zote mkili yeye, katika mapito yako mkili yeye, mtangulize yeye, usitegemea akili zako, mtangulize yeye. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo utafikia mafanikio, utafikia malengo, utafikia hatima ya maisha yako. Kwenye kila hatua unayopiga ukimtanguliza Mungu lazima utafanikiwa. Na tukaweka reference ya kitabu cha Mwanzo 12 mstari wa 1 hadi wa 3. Tunaona ambapo Mungu alimwita Ayubu, akamwambia toka wewe katika nchi yako, nenda mpaka mahali nitakapokuelekeza, na huko nitakubariki, nitakufanikisha, nitakupa kila kitu utakachokitaka, isipokuwa ukinitegemea, ukinitii, ukinisikiliza, ukifuata kile ninachokuambia. Kwa hiyo ukimtegemea Mungu, ukimsikiliza, ukafanya kile anachokuambia, yani hata uwe wapi, popote pale atakapokuambia nenda na ukatii, fanya hivi na ukafanya, uwe na uhakika utafanikiwa. Lakini reference nyingine ni kwenye Danieli, ambapo kina Danieli tunajua historia yao, ambao walitolewa kule kwenye nchi yao wakapelekwa Babiloni utumwani. Kule walikaa na waliotolewa utumwani walikuwa ni wengi, lakini wale 3 4 wale walikaa kwenye msingi wa kimungu. Walizidi kumwamini Mungu, walizidi kumtegemea Mungu, na tunaona mpaka wanatafsiri ndoto, mpaka wakapewa nyadhifa mbalimbali kwenye serikali ya Babiloni. Kwa hiyo mazingira hayakuwafunga kwa chochote. Walikuwa utumwani, hawakuwa na pa kuanzia, lakini kwa kumtegemea tu Mungu waliweza kufikia malengo yao. Lakini pia watu waliokuwa kwenye ile nchi ya utumwa bila shaka walifanya shughuli zao za kawaida za kiuchumi, walianzisha mabiashara na vitu vingine. Kwa hiyo mazingira hayakuwafunga kwa chochote, isipokuwa tu walimtegemea Mungu, walimtanguliza Mungu, na ndipo walipoweza kufikia mafanikio yao. Kwa hiyo tukimtanguliza Mungu tutashinda kwa hakika. Amen. Ni kweli tunakubaliana na hoja kama inavyosema kwamba mtu amtegemea Mungu hashindwi kufikia malengo. Japo malengo lazima uyafikie kwa sababu namtumainia Mungu, lakini Mungu atumainiwi tu hivi hivi, ni kwamba lazima pia ujenge mahusiano mazuri wewe na Mungu. Tunaona watu wengi waliofanya vizuri katika ushahidi wa kibiblia ni kwamba walikuwa wamemtumainia Mungu. Kwa mfano, ukimwangalia mtu kama Yusufu alivyoinuliwa ni kwa sababu tu alikuwa akimtumainia Mungu. Umwangalie mtu kama Yakobo kwa sababu alimtumainia Mungu. Tunamtumia mtu kama Abili, japo alikuja kuwa na kwa sababu ya ndugu yake, alikuwa yuko pamoja na Mungu. Kwa Mungu ndo Alfa na Omega, ndiye atakayeweza kukufanikisha, na ametuelekeza kwamba tukitii sheria zake, maelekezo yake, hakika atatufanikisha. Tunatembea na baadhi ya reference kutoka katika vitabu vitakatifu. Kwa mfano Yeremia, naomba nisomee Yeremia 17:5 hadi 7. Yeremia 17 mstari wa 5 hadi wa 7. Tasoma. Neno la Mungu linasema, Bwana asema hivi: amelaaniwa mtu yule amtegemee mwanadamu, amfanyie mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona atakapotokea neno, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Hizi ni baraka ambazo tunategemea tuzipate kwa Mwenyezi Mungu. Lakini pia tunaweza tukaona Isaya 45 mstari wa 1 hadi wa 3. Nasoma: haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitaregeza viuno vya wafalme ili kufungua malango mbele yake, hata malango yatafunguka. Nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruzwa. Nitavunja vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma.
nami nitakupa hazina za gizani, mali zilizofichwa mahali pa siri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Kwa namna gani Mungu utashindwa kufanikiwa kama utakuwa umemtumainia Mungu na umenishukuru? Naomba nifunge ukurasa huu kwa kutumia Yoshua 1:9. Yoshua 1:9. Tuone pia ni kwa namna gani uwezi ukashindwa kufanikiwa. Nitasoma. Neno la Mungu linasema, je, si mimi niliyekuamuru? Uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Amen. Kwa hiyo tunaweza tukasema hivi, tukimtumainia Bwana hakika tutafanikiwa, na anasema hawezi kutuacha kamwe. Japo majaribu tunaweza tukakutana nayo, lakini Mungu anaweza akawa anapima imani yetu imekaaje baina ya sisi na yeye. Yesu asifiwe. Mtu anayemtegemea Mungu hashindwi kuyafikia mafanikio. Ni kweli hawezi kushindwa kufikia mafanikio. Sisi tumejibu kwa kifupi kulingana na swali. Mada yetu ya leo inahusu changamoto, na sisi tutalijibu kupitia changamoto. Naomba usome. Naye atakuwa kama mti uliopandwa katika maji ya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila litendalo litafanikiwa. Amina. Mtu anayemtumainia Mungu au anayemtegemea Mungu atafanikiwa. Atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, na kila analolifanya litafanyaje? Litafanikiwa, kwa sababu anamtegemea Mungu katika changamoto zote. Mtu anayemtegemea Mungu ni tofauti na asiyemtegemea Mungu. Anapopita katika changamoto ni tofauti na asiyemtegemea. Tumeambiwa kwamba upitapo katika maji mengi hayata kugharikisha. Kwa hiyo unapopita kwenye changamoto, lipo tumaini kwamba unapopita pale Mungu yupo. Tunaona mifano ya kina Paulo na Sila wakiwa gerezani, wamepitia changamoto ya kuwekwa gerezani kwa sababu wanamtangaza Yesu, lakini Mungu anafungua ile milango. Tumeona Shadraka, Meshaki na Abednego wanawekwa kwenye moto, lakini Mungu anaonekana mle ndani ya nini? Ya moto, kwenye changamoto zao. Kwa hiyo tunapokuwa kwenye changamoto, grupu hili, kundi hili wamesema habari za Daniel, wale pia wamezungumza watu mbalimbali, mifano ya watu mbalimbali, Ibrahimu, Yakobo na wengine waliopita kwenye changamoto. Tumeona katika Biblia mifano kuntu, hakuna aliyepita katika changamoto akaachwa na Mungu. Unapoingia kwenye shimo, Mungu ana wewe huko mpaka anakutoa. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona mfano huyo Shadraka, wakiwa tanuru linachochewa, lakini still Mungu bado yupo huko. Anaonekana wanne, wanasema tuweka watu watatu huko, mbona tunaona wanne? Yule ni Mungu. Danieli kwenye simba mwenye njaa, siku hiyo njaa hana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe unashangaa unapita kwenye changamoto, lakini maji hayakugarikisha. Kwa hiyo mtu anayemtegemea Mungu siku zote anafanikiwa, kama Zaburi ya 1:3, kila alitendalo litafanyaje? Litafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kweli kabisa.